Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa wito kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuzidi kuiwekea vikwazo Rwanda ili kurejeshea nguvu mchakato wa amani unaoongozwa na serikali ya Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kayikwamba amezungumza kwa saa chache tu baada ya kundi la waasi la M23 kudai kwamba limeuteka mji wa Uvira ambao ndio wa pili kwa ukubwa katika jimbo la Kivu Kusini. Mji huo ni muhimu kwa shughuli za uchukuzi wa maji ikizingatiwa kwamba upo karibu na ziwa Tanganyika na ni kivukio kikubwa kuingia eneo zima la maziwa makuu. M23 wanasema kuwa wameondoa kile wanachokiita vitisho vikiwemo matamshi ya uchochezi na mauaji katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali za Kinshasa na Burundi. Uvira pia ni kituo kikuu cha kijeshi na kutekwa kwa mji huo huenda kukatoa nafasi kwa kundi hilo kuingia katika maeneo mengine kupitia Kivu Kusini. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amesisitiza kwamba hatua hiyo ilitokana na wapiganaji wa kundi hilo kulengwa na kushambuliwa na vikosi vya jeshi la serikali FARDC. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika wakati M23 walipokuwa wakiingia mjini humo katika uvamizi ambao umesababisha maelfu kuhamia nchini Burundi. Shule na maduka zimefungwa huku wakazi walioingiwa na hofu wakisalia majumbani. Mkazi wa mji huo aliyekimbia mapigano amezungumza na mwandishi wetu Robert Kipto mapema leo na kumweleza hali ilivyokuwa. Saa 5 kama na dakika 20 tayari kusikia milipuko ilizidi kuwa mikali sana na risasi nyingi sana. Punde kidogo ukaingia ndani kwenye majumba. Baadaye kidogo tulipotoka basi tukawaona wanaingia hapo kwenye misururu kabisa, wanapita wanasabai raia, wanaendelea. Na mpaka saa hizi ndo mabomu yanazidi kulipuliwa huko juu ya milima huko. Basi na sisi tunabaki tena kuwa ndani. Na vile wameingia, je, wananchi wamewapokea namna gani? Ni kawaida mwananchi akiona anayekuja na silaha lazima tu atampokea kwa shangwe na vigeregere. Yaani wako wanapita kwa wale walioko sehemu za barabarani, wanawashangilia, wanawasabai na wenyewe wanaendelea katika msururu yao tu. Wanajeshi wa FARDC hivi sasa hakuna hata mmoja hapa. Wote kabisa wameondoka. Aidha, wakazi wanasema kuwa wamewaona wanajeshi wa serikali wakiondoka eneo hilo ambalo ni la mwisho lililokuwa limesalia chini ya serikali katika eneo zima la mashariki mwa DRC. Hatua hii inajiri siku chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC ili kumaliza vita hivyo ambavyo vimejiri kwa muda mrefu sasa. Pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa ukiukaji wa mkataba huo wa amani. Katika taarifa, serikali ya Rwanda imesema kuwa Burundi imetuma vikosi vyake zaidi ya wanajeshi 20,000 kusini mwa Kivu, vilevile kuishtumu Kinshasa kwa kukiuka mkataba huo wa amani. Kwa upande wake, Rais Felix Tshisekedi wa DRC ameishtumu Rwanda kwa madai ya kuhusika katika mashambulizi Kivu Kusini. Wakati hayo yakijiri, shirika la Save the Children limesema kuwa zaidi ya watu 200,000 wakiwemo zaidi ya watoto 100,000 wamelazimika kuyahama makazi yao huko Kivu Kusini kutokana na kuzuka upya kwa mapigano makali. Huyo hapa ni afisa mwandamizi wa Save the Children nchini DRC, Elias Mokili Mchito, akizungumza na BBC awali leo. Watoto na mafamilia zao zaidi ya 200,000 na ambao wanapatikana watoto zaidi ya 1,100 na zaidi wamekimbizwa tena katika mkoa wa Sud Kivu kulingana na hali ya usalama mdogo ambao inaendelea kuwa katika jimbo la Sud Kivu. Wanakimbilia wapi hawa watoto na familia zao wakati mazingira yanatajwa kuwa magumu sana? Ndio, watoto na familia zao wanakimbilia katika maeneo mbalimbali za Sud Kivu na vile wengine wanakimbilia katika nchi za kigeni kama vile Rwanda na Burundi. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu matukio ya leo huko DRC, tuungane na mchambuzi Edgar Githua anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi. Githua, kutekwa kwa mji wa Uvira kutaathiri vipi uwezo wa serikali ya Kongo DRC kudhibiti eneo zima la mashariki mwa taifa hilo?